Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe, Daktari Benson Kaliwange Bagonza amejapisha ujumbe mzito kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii akiikosoa waziwazi serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia uamuzi wa kupiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Kiongozi huyo wa kiroho mwenye kiwango juu cha elimu cha udaktari wa falsafa ameeleza kushangazwa kwake na mantiki ya viongozi wa utawala walioizuia mikutano ya hadhara na kisha hapo kutumia mikutano mingine mikubwa kuelezea na kuhalalisha sababu zilizopelekea zuio hilo la kikatiba. Andiko hilo la tarehe 2 mwezi wa Julai limeibua mijadala mikali na hisia mseto miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa, huku likijizolea maoni karibu 1,000 ndani ya muda mfupi kutoka kwa watu wanaotafakari muktadha nzima wa maamuzi ya kiserikali kuelekea kipindi hiki cha kuelekea maandamano makubwa ya tarehe 7 Julai. Hatua ya kiongozi huyo mkuu wa dini kujitokeza na kuoji mantiki ya kiutawala inaleta taswira mpya katika uhusiano uliopo kati ya taasisi za kidini na mamlaka za kiserikali hivi sasa nchini Tanzania. Kitendo cha viongozi kuwazuia wanasiasa wa upinzani kukusanyika kwa misingi ya kiusalama, huku upande wa serikali ukiendelea kujipatia fursa ya kuitisha mikutano na waandishi wa habari na dhifa za umma, kunaleta mgawanyiko mkubwa wa kisheria na kijamii. Mfumo huu unatafsiriwa na wachambuzi wengi wa masuala ya utawala bora kama kunyima usawa wa kidemokrasia na kutoa upendeleo kwa upande mmoja uliopo madarakani, huku ukizuia sauti mbadala zisifikie wananchi, jambo ambalo linasitisha taharuki na kutoridhika kwa jamii mitaani. Mzozo huu wa mikutano ya kisiasa umeshika kasi mpya tangu waziri wa ndani ya nchi wa mambo za nchi ya ndani Patrobas Katambe alipotoa agizo rasmi la serikali la kusitisha harakati zote za vyama vya siasa kote nchini kwa kisingizio cha kulinda usalama, amani na utulivu wa umma. Mara tu baada ya tamko hilo, waziri husika aliitisha mkutano mwingine mkubwa na wanahabari ili kutoa ufafanuzi wa ziada, jambo ambalo liliamsha hisia za Askofu Benson Kaliwange Bagonza na kumfanya afananishe uamuzi huo na aina fulani ya mtizamo isiyo na mantiki ya kawaida ya kiutawala. Ingawa andiko la kiongozi huyo wa kiroho alikumtaja waziri au rais moja kwa moja kwa majina, watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii na wachambuzi wamethibitisha kuwa ujumbe huo unalenga moja kwa moja kukosoa uendeshaji wa shughuli za kiserikali na ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza unaoendelea hivi sasa. Mwitikio wa jamii kufuatia kauli hii umegawanyika katika misingi miwili mikubwa, ambapo kundi la kwanza linalounda na watetezi wa haki za binadamu na wafuasi wa vyama vya upinzani kama Chadema na ACT Wazalendo wameunga mkono kwa dhati msimamo wa askofu huyo. Wameeleza kuwa viongozi wa dini wana wajibu wa kusimamia ukweli na kuoji maamuzi yote ya kisiasa yasiyokuwa na tija kwa mustakabali wa taifa, badala ya kukabili na kubaki kimya wakati haki za kikatiba zikikiukwa na watendaji waliopo madarakani kwa sasa. Kwa upande mwingine, baadhi ya watetezi wa chama tawala na wafuasi wa serikali wamejitokeza kumkosoa kiongozi huyo wa dini, wakidai kuwa matumizi ya lugha fulani katika andiko lake yanaweza kutafsiriwa kama kejeli au dharau kwa mamlaka zilizowekwa kisheria, na kwamba hapaswi kuingilia masuala yanayoguza usalama wa nchi. Mgogoro huu unaendelea kujitokeza kukiwa na mfululizo wa matukio mengine ya kukamatwa kwa viongozi wa tawi la wanafunzi la upinzani mkoani Mbeya na malalamiko ya kuundwa kwa kikosi na vikosi binafsi vya ulinzi kama vile kikosi cha
chui weusi cha Sheikh Mwaipopo ambavyo vimeacha huru bila kudhibitiwa na jeshi la polisi. Hali hii inafanya ujumbe wa Askofu Benson Kaliwage Bagonza kuwa na uzito mkubwa zaidi, kwani unaakisi hofu ya viongozi wengine wa kijamii kuhusu mwelekeo wa sasa wa utawala unaotumia nguvu nyingi kuizuia maridhiano ya kisiasa badala ya kuheshimu sheria ya mama nchi. Wananchi wengi kote nchini wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuona iwapo ukosoaji huu wa KKKT unaleta mabadiliko yoyote ya mtizamo ndani ya Ikulu au kama serikali itaendelea msimamo wake wa sasa kuelekea tarehe 7 Julai. Uhusiano wa kiutawala kati ya Dayosisi ya Karagwe na serikali ya mkoa umekuwa dhabiti katika miradi ya kijamii, lakini ukosoaji huu wa kisiasa unaweza kuleta mgongano mpya wa kimaslahi kati ya pande hizo mbili. Mjadala huu unaendelea kushika kasi huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mashirika ya kimataifa yanayotaka kuona Tanzania ikirejea katika misingi ya kuruhusu demokrasia ya vyama vingi bila kuweka vikwazo visivyo na msingi wa kisheria kwa upinzani. Vyombo vya habari vya kitaifa vimeendelea kuripoti maoni mbalimbali ya wananchi huku joto la kisiasa likizidi kupanda kufuata msimamo wa viongozi wa upinzani kuendelea na harakati zao licha ya uwepo wa maagizo yote ya zuio kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Uamuzi wa serikali kuizuia mikutano ya hadhara unatajwa na wataalamu wengi wa sheria kama ukiukaji mkubwa wa misingi ya katiba inayoruhusu raia kukusanyika na kutoa maoni yao kwa uhuru bila kuingiliwa na vyombo vya dola. Kitendo cha Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kutumia kisingizio cha amani kuna tafsiriwa kama mkakati wa kisiasa wa kuizuia vyama vya upinzani kuwafikia wananchi kuelekea vipindi muhimu vya uchaguzi na harakati za kijamii zinazotarajiwa nchini kote. Malalamiko yanayotolewa na viongozi mbalimbali kwa asasi za kiraia yanasisitiza kuwa usalama wa taifa hauwezi kujengwa kwa kuizuia haki za msingi za raia, bali unapatikana kwa kutoa nafasi sawa ya majadiliano na maridhiano ya kitaifa. Mtikizo hasi wa mamlaka dhidi ya kauli za viongozi wa kidini kama Askofu Daktari Benson Kaliwage Bagonza unadhihirisha jinsi utawala wa awamu hii usiopenda kukosolewa hata pale maamuzi yake yanapokiuka taratibu za kawaida za uendeshaji wa nchi. Kiongozi huyo amejitofautisha na viongozi wengine wa dini wanaobaki kimya na kuamua kuwa sauti ya wananchi yanapokabiliwa na ukandamizaji wa siasa na kiuchumi unafanywa chini ya uamuzi na watendaji wa serikali. Shinikizo la kijamii linaendelea kukua mitaani kufuatia hofu ya kuwepo kwa vikundi haramu vinavyotumia silaha kutishia waandamanaji, huku vyombo vya ulinzi vikionekana kutochukua hatua stahiki kudhibiti vitendo hivyo vya uvunjivu wa amani.